السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता दिनों एक Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala ibn Aziz anasema kwamba majuzi mwandishi wa habari moja ambaye anaandika makala katika gazeti ameandika makala, na vile vile mwanasiasa moja wa Australia amesema kwamba katika mafundisho ya dini tukufu ya Islam, amri za jihad na vile vile amri zingine zinazopatikana kwa sababu ya amri hizi Waislamu wanakuwa magaidi. Kuhusu mafundisho ya Islam, mwanasiasa moja wa serikali ya Uingereza pia alisema maneno ya aina hii. Alisema kwamba lazima katika mafundisho ya Islam kuna amri za ugaidi au kuna amri za kuwalazimisha watu. Ndio maana kwa sababu yake Waislamu wanaelekea upande wa ugaidi. Siku hizi kwa jina la Islam katika Iraq na Syria, kundi la magaidi walioanzisha serikali yao kwa kuyanganya sehemu ya nchi hizi, wao wamewatishia serikali za Uingereza na Ulaya. Vile vile pamoja na hii wamewashambulia watu wasiokuwa na makosa na wamewaua. Kuhusiana na hii nimeshawahi kuzungumza katika hutuba yangu ya zamani. Kwa sababu ya hii, ikiwa watu wamepata hofu pamoja na hii, wale watu ambao ni baadhi yao ni viongozi wa nchi mbalimbali, wao kwa sababu ya kutokujua au kwa sababu ya uadui wa Islam wametoa rai yao dhidi ya dini tukufu ya Islam. Wale wanaoandika wanasema na wanaandika kwamba ni sawa, katika dini zingine pia mambo mazito yanapatikana, mambo ya kulazimisha yanapatikana, lakini labda wafuasi wao hawafuati mafundisho ya dini zao, au labda wao wamebadilisha sheria yao sawa na hali ya wakati, na wamefanya sheria yao sawa na hali ya wakati sawa na wakati huu. Kwa hivyo Qur'ani tukufu wanasema pia inatakiwa sawa na hali ya siku hizi, inatakiwa mafundisho yake yabadilishwe. Hazur anasema kwamba kwa sababu ya hii jambo moja limethibitika kwamba sawa na maoni ya hawa
mafundisho yao si mafundisho yaliyotumwa na Mwenyezi Mungu, kwa sababu mafundisho haya yamekuwa mafundisho yaliyotungwa na wanadamu na yalipangwa iwe hivi, kwa sababu Mwenyezi Mungu hakuahidi kwamba mafundisho haya yatabaki, wala yeye hakudai kwamba wafuasi wake wataendelea kupatikana mpaka siku ya kiyama. Lakini ndani ya Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu alipotangaza inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, yani sisi tumeiteremsha Qur'ani tukufu na sisi tutailinda zikri hii. Kwa kutangaza hii Mwenyezi Mungu aifanya mpango wa kulinda Qur'ani tukufu. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam katika vitabu vyake mbalimbali aliandika tafsiri ya aya hii. Sehemu moja Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam anasema hii ni sunna ya Mwenyezi Mungu tangu wazali, kwamba wakati Mwenyezi Mungu anapozuia taifa lisifanye jambo fulani, basi katika kudra yake inaandikwa kwamba lazima watu kadhaa watatenda kile kitendo. Kama katika Torah Mayahudi waliambiwa kwamba wao wasibadilishe Torah na vitabu vyao, lakini miongoni mwao walipatikana baadhi ambao walibadilisha mafundisho yao. Lakini ndani ya Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu hakusema kwamba msibadilishe mafundisho ya Qur'ani tukufu, bali Mungu akasema inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Kisha anasema Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam kwamba aya hii inaeleza waziwazi kwamba wakati taifa la aina hii litakapopatikana ambalo litajaribu kufuta mafundisho haya, wakati ule Mwenyezi Mungu kutoka mbinguni kwa kutuma mjumbe wake atalinda mafundisho haya. Basi mara kwa mara watu hawa kwa kuleta shutuma dhidi ya Qur'an tukufu wanataka kufuta mafundisho haya, kwa sababu mafundisho yao yamefutwa au yamebaki katika sura ya kitabu, hayafuatwi. Hivi karibuni Hazur anasema watu wanatuma message, na katika WhatsApp pia wanatuma message, na kulikuwa video kadogo katika WhatsApp. Katika video hii vijana wawili kutoka katika kitabu kimoja, nje yake iliandikwa Qur'ani, walikuwa wanasoma aya kadhaa katika kitabu kile kwamba angalieni mafundisho haya ni aina gani. Na hawa vijana walikuwa wamesimama barabarani na walikuwa wanauliza raia na ushauri ya watu ambao walikuwa wanapita pale. Kwa hiyo kila mmoja aliposoma na alipoambiwa kuhusu aya zile alikuwa anasema Qur'an tukufu si kitabu kizuri, na kila mmoja alikuwa anasema kwamba angalini mafundisho ya Qur'an tukufu ni aina hii. Ndio maana Waislamu wanafanya mambo ya ugaidi. Baada ya muda mfupi wale vijana wakaondoa cover ya kitabu kile na wakasema kwamba angalieni mafundisho haya si ya mafundisho ya Qur'an tukufu, bali ni mafundisho ya Biblia. Kwa kusikia hii hakuna hata mmoja ambaye alisema rai yake, lakini jina la Islam linapokuja kila mmoja anataka kutoa rai, na kwa kusikia jina la Biblia wakacheka kidogo na wakakaa kimya, hawakutoa ushauri wao. Na mmoja wao akasema kwamba mimi nashangaa kwa kusoma aya hizi, kwa sababu nimesoma katika shule ya Kikristo, nimesoma Biblia, lakini sijawahi kusoma au siwahi kufikiria kuhusu aya za aina hizi. Huzuri anasema hii ndiyo ni hali ya hawa watu. Muislamu anapofanya kitendo kinyume na mafundisho ya Islam anasema kwamba huyu ni Muislamu, lakini kama mtu mwingine anapofanya kitendo kile kile wanasema huyu ni mwenda wazimu, alikuwa hana akili ndio maana amefanya kitendo kile. Hazur anasema kwamba sisi tunakubali kwamba makundi kadhaa ya Waislamu kwa jina la Islam wanafanya vitendo kinyume na Islam, na kwa sababu ya hii jina la Islam limeharibika. Lakini kwa sababu ya hii kushutumu Qur'an tukufu wa mafundisho ya Qur'an tukufu kisha kupita
mipaka yote au kuruka mipaka yote. Hii inaonyesha kwamba wana uadui dhidi ya dini tukufu ya Islam, na hali yake inapatikana katika mtu mmoja wa Marekani ambaye amesimama katika mashindano ya uraisi. Kwa vyovyote huzuri anasema waendelee kusema wanayotaka kusema dhidi ya Islam, lakini hakuna dini nyingine yoyote inayoweza kuwa na mafundisho sawa na mafundisho ya dini tukufu ya Islam, wala sheria yao ya nchi pia haiwezi kuwa sawa na mafundisho Qur'an tukufu, ingawa wanasema kwamba sawa na hali walibadilisha kanuni yao na sheria yao. Mwenyezi Mungu katika zama hizi pia sawa na ahadi yake kwa ajili ya kulinda Qur'ani tukufu alituma mjumbe wake ambaye alituelezea mafundisho mazuri ya dini tukufu ya Islam. Sayyidina alayhi salatu wasalam ameandika sehemu moja kwamba Qur'ani tukufu ambayo jina lake lingine ni zikr, tangu awali ilikuja kwa ajili ya kukumbusha ukweli uliokuwa ndani, uliofichika ndani ya wanadamu. Basi sawa na ahadi hii ya Mwenyezi Mungu, inna lahu lahafizun, katika zama hii pia mwalimu mmoja amekuja kutoka mbinguni ambaye alikuwa sawa na bishara hii isemayo wa akharina minhu lamma yalaku bihim, na yule ni huyu ambaye anazungumza kati yenu. Kisha anasema Sayyidina al-Islam kwamba Mwenyezi Mungu aliposema inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, kwa kuahidi Mwenyezi Mungu alichukua jukumu la kulinda Qur'ani tukufu mwenyewe, na kwa kusema hivi Mungu hakuwatia Waislamu katika shida wala katika imtihani. Basi wenye baraka ni wale watu ambao wanaheshimu silsila hii, jumuiya hii, yani walijiunga na jumuiya yake. Kisha alisema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba Mwenyezi Mungu kwa mujibu wa ahadi yake kwa ajili ya kuimarisha adhma na heshima ya Qur'ani tukufu katika karne ya 14 alinituma. Alisema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba msaada wa Qur'ani tukufu upo pamoja nasi, na msaada huu hakuna mfuasi wa dini nyingine ambaye anao. Hazur anasema basi mambo haya ikiwa inatoa majibu mazuri ya shutuma ya wapinzani kusema kwamba dini zingine wamebadilisha sheria yao sawa na wakati ya siku hizi, basi hii inathibitisha kwamba dini yao imekufa. Lakini pamoja na hii, maandiko haya mazuri ya Sayyidina alayhi salatu wasalam yanawakaribisha Waislamu kwamba shutuma zinazoletwa dhidi ya dini tukufu ya Islam kwa kutumia media na kwa sababu ya makala kwa ajili ya kulinda na kuzuia shutuma hizi, kwa kujiunga na Sayyidina alayhi salatu wasalam wazibe midomo ya maadui hawa na wapinzani hawa ambao wanaleta shutuma dhidi ya Islam kwamba dini ya Islam ni dini ya ugaidi. Kundi ambalo au watu ambao kwa kutumia upanga wanadai kwamba watasambaza dini tukufu ya Islam, kwa hakika wao wanatumiwa na maadui wa Waislam. Sayyidina alayhi salatu wasalam alituambia waziwazi kwamba zama hii si zama ya kupigana kwa kutumia upanga, bali vita ya upanga iliruhusiwa katika hali fulani iliyopatikana katika mwanzo wa dini tukufu ya Islam, kwa sababu mdui alitaka kuzuia na kufuta na kumaliza Islam kwa nguvu yake. Lakini Islam imejaa kwa mafundisho ya amani na usalama, na Qur'an tukufu imejaa kwa mafundisho ya amani na usalama. Basi katika zama hii kuna haja ya kusambaza na kueneza mafundisho haya ya Qur'an tukufu, na kila
mwanajumuiya anatakiwa aelewe mafundisho haya Qur'an tukufu, analazimika kufuata mafundisho haya na analazimika kujenga uhusiano wake mzuri na Mwenyezi Mungu. Ndipo sisi tunaweza kutimiza haki ya kuwa wanajumuiya. Siku hizi ni sisi wanajumuiya tu ambao tutawaambia waislamu na wasikowaambia kuhusu ukweli wa Islam. Wale watu wanaoleta shutuma dhidi ya Islam wao ni wajinga na majahili. Sisi tutawaonyesha hali ya ujinga wao na ujahili wao. Mafundisho ya Islam kwa hakika ni mafundisho ya amani na usalama, na kwa kupitia Qur'an tukufu tutathibitisha na tutaonyesha watu hawa mafundisho ya Islam, na tutawaambia kwamba nyinyi mnaposema bila kujua kwamba ugaidi unapatikana ndani ya mafundisho ya Islam, ndio maana waislamu wanakuwa magaidi. Hii yote ni kwa sababu ya kutokujua, kutokuwa na elimu ya mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Tunalazimika hii tuwaambie waislamu pia kwamba kwa sababu ya kupigana wenyewe kwa wenyewe na kwa sababu ya fitina ya wenyewe kwa wenyewe mnafedhehesha dini tukufu ya Islam. Ingawa sisi wanajumuiya hatuna vifaa wingi vya kupaza sauti, lakini jinsi tunayoweza kupaza sauti kwa kutumia press, viwanda na media, tunatakiwa tufanye kazi hii katika kila mji na katika kila nchi, kwa sababu siku hizi kuonyesha picha halisi ya mafundisho ya tukufu ya Islam ni muhimu sana. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, Jumuiya Ahmadiyya katika kila eneo inafanya kazi hii, lakini sawa na hali ya siku hizi inatakiwa kwa mfululizo tuendelee kujenga uhusiano na media, na kwa kutumia media tufahamishe watu kuhusu mafundisho ya Islam. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, nchi ya Marekani imefanya kazi nzuri. Wao wamejenga uhusiano mzuri na media, na katika nchi zingine pia ambapo wamejenga uhusiano mzuri kazi imefanyika. Katika Germany pia wamejenga uhusiano mzuri. Wanatakiwa waendelee kufanya kazi hii ya kusambaza mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. Hazur anasema kwamba hivi karibuni katika bunge la Uingereza mbunge mmoja wa Scotland alizungumza kuhusu Ahmadiyya, na kwa kutaja jumuiya alisema kwamba ni Ahmadiyya ambao wanafuata mafundisho ya amani na usalama ya Islam. Na akasema mimi nilishiriki katika Peace Symposium huko Scotland, na yeye alisifu sana jumuiya. Kwa kusikia hutuba yake, waziri ya mambo ya ndani aliyekuwa amekaa pale, yeye akasema kwamba Islam inayoelezwa na wanajumuiya, kwa kweli Islam ile ni tofauti na ile Islam inayoelezwa na wale magaidi. Kwa hakika Ahmadiyya ni wananchi wenye amani na usalama. Huzuri anasema Ahmadiyya hawaleti mafundisho mpya, bali wanafuata mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. Lakini kwa kutokea tukio hili moja, watu watasahau, watakaa kimya na watazungumza kidogo, lakini inatakiwa iendelee kuelezwa mara kwa mara, kwa sababu sisi tunapokaa kimya kwa kutoa habari mara moja, tukikaa kimya mara moja, lakini kama kuna tukio la ugaidi likitokea kwa sababu ya tukio lile, habari zinatolewa katika magazeti, kisha wale watu ambao wana upinzani na uadui wa Islam wanapata nafasi ya kuzungumza dhidi ya Islam. Hivi karibuni nilipokuwa katika nchi ya Japan, kule pia wasomi walisema, bali padri moja ambaye ni Mkristo alisema kwamba mafundisho dini tukufu ya Islam ambayo nyinyi mnatuelezea, watu wa Japan wanatakiwa wajue kuhusu mafundisho haya. Hata dunia inataka ijue mafundisho haya, lakini alisema faida yake itapatikana wakati ule, kwamba msitegemee function hiyo, hafla hii tu ambapo unatoa hutuba, bali kwa kufanya juhudi sana katika Japan. Watu wa Japan wanatakiwa wajue waambiwe kuhusu mafundisho haya ya Islam.
hazur anasema hata wale ambao si waislamu lakini ni waadilifu wao pia wanasema kwamba msikae kimya, msichoke, bali muendelee kueleza mafundisho haya ya Islam mbele ya dunia, ndipo mtafaidika, mtapata faida. hazur anasema sasa hii ni jukumu la jumuiya ya Japan kwamba wafanye waandae mpango maalum na wazingatie kitu hiki kilichosemwa pale, na hapa pia katika Uingereza na vile vile katika nchi zingine za dunia pia, jinsi tulivyojua kuhusu mafundisho sahihi tukufu ya Islam kwa kumpitia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunalazimika kusambaza na kueneza mafundisho haya duniani kote, kwa sababu hakuna yeyote ambaye anaweza kusimama mbele ya mafundisho haya au kupinga mafundisho haya. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alituelezea mafundisho ya tukufu ya Islam, na katika vitabu vya jumuiya pia mafundisho haya yameelezwa. Kwa ajili ya kusambaza tafsiri sahihi ya Qur'ani tukufu na kwa ajili ya kulinda Qur'ani tukufu, Mwenyezi Mungu alimtuma Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama alivyosema yeye mwenyewe. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika vitabu vyake, katika hutuba zake, alitimiza haki hii ya kusambaza mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam. Basi katika zama hizi pia Mwenyezi Mungu alilinda Qur'ani tukufu kwa kumpitia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hii ndiyo ni kazi ya kila mwanajumuiya kwamba katika kila mtu ujumbe huu mwanajumuiya anatakiwa amfikishie, na kwa kufanya kazi hii au kwa kutimiza kazi hii afanye haki ya kufanya bai'a Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hivi nitaeleza mifano kadhaa ambayo inaeleza mafundisho mazuri ya dini tukufu ya Islam. Katika Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu anasema la ikraha fi din, yani hakuna karaha katika dini tukufu ya Islam. Kisha alisema Mwenyezi Mungu walau shaa rabbuka la amana man fil arzi kulluhum jamia afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minina, yani ikiwa Mungu angetaka angeweza kuwalazimisha watu wote na wangekuwa waaminio, lakini ikiwa Mwenyezi Mungu pia halazimishi, je, wewe utawalazimisha watu kwamba wao wawe waaminio? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameandika sehemu moja kwamba Islam hatukufundisha kwamba tuwalazimishe watu. Mwenyezi Mungu anasema kwamba Mwenyezi Mungu angetaka la amana man fil arzi kulluhum jamia, yani Mwenyezi Mungu angetaka watu wote wangekuwa waaminio, lakini Mwenyezi Mungu hakutaka hivi. Kwa hiyo hata kwa kuwa na matamanio ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hii haiwezi kutokea. Kwa hiyo tunatakiwa tukumbuke jambo hili, na haya ni mafundisho ambayo yanaeleza waziwazi kwamba hakuna karaha katika dini tukufu ya Islam. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba Islam haikutufundisha kwamba tuwalazimishe watu. Ikiwa Qur'ani tukufu au katika vitabu vyote vya hadithi au tukisoma vitabu vya historia, jinsi mtu anayoweza kusoma kwa makini na anayoweza kufikiria atajua vizuri kwamba shutuma hii kwamba Islam ilishika upanga kwa ajili ya kusambaza Islam, shutuma hii itakuwa haina msingi wowote. Haya ni maoni ya wale watu ambao kwa sababu ya uadui na upinzani hawakusoma Qur'ani tukufu wala hawakusoma historia ya Waislamu, bali wao walileta uongo dhidi ya Islam, walileta lawama dhidi ya Islam.
mimi najua kwa yakini kwamba wale ambao wanaotafuta haki watajua kuhusu lawama hizi. Je, tunaweza kuita islam kwamba ni dini ya karaha? islam inasema waziwazi la ikraha fi din, yani kwa ajili ya kuwaingiza watu katika dini karaha hairuhusiwi. Je, wanaweza kumlaumu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba aliwalazimisha watu, ambaye alitoa nasaha kwamba umsisimame wala umsipigane dhidi ya shari, lakini maadui walipozidi katika shari yao na watu wote walifanya juhudi ili dini ni tukufu ya Islam ifutwe, wakati ule ghaira ya Mwenyezi Mungu ilisema kwamba wale wanaoshika upanga wauawe kwa kutumia upanga. Pengine Qur'ani haitoi mafundisho ya karaha. Ikiwa mafundisho ya karaha ingeelezwa katika Qur'ani tukufu, maswahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wasingeweza kuonyesha imani yao wakati wa shida na wakati wa taabu, kwa sababu ikiwa mtu amebadilishwa kwa kumlazimisha kwa sababu ya karaha wakati wa shida, yeye hawezi kuwa mwaminifu na mtiifu. Sayyidina al-Islam amesema kwamba utii wa masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ni mfano ambao haina haja kueleza hali yake. Kisha anasema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba vita vya Islam ni aina tatu, yani ni vita vya tatu ilipigwa katika Islam. Ya kwanza ni kwa ajili ya kujilinda, yani kwa ajili ya kujilinda. Ikiwa mtu anashambulia, wakati ule mtu anaweza kushika upanga na silaha. Na vita ya pili ni kwa sababu ya kulipizia, yani kwa sababu ya kisasi, yani wengine walishambulia, walimwaga damu. Sasa katika hali hii kwa ajili ya kisasi, ikiwa watu waliuawa au walipigwa, hii pia ni sahihi. Ya vita ya tatu ni kwa ajili ya kuleta uhuru, yani kuwazuia wale watu ambao walikuwa wakiwaua watu kwa sababu ya kuwa Waislamu. Yani wao walikuwa wakiwaua watu kwa sababu walibadilisha dini yao na wakawa Waislamu. Katika hali hii Mwenyezi Mungu akasema kwamba hawa watu wanawaua Waislamu, kwa hivyo nyinyi pia mnaweza kushika upanga dhidi yao. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kwamba zaidi ya vitu hiyo, sababu hizi tatu, haturuhusiwi kushika upanga. Amesema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba ndani ya Qur'an tukufu Mungu amesema waziwazi kwamba kwa ajili ya kusambaza dini mshike upanga, bali mueleze mafundisho mazuri ya Islam, na kwa kuonyesha mifano mizuri muwavute watu upande wenu. Na msidhani kwamba mwanzoni amri ya kushika upanga ilitolewa katika Islam kwa sababu upanga haukushikwa kwa ajili ya kusambaza Islam, bali upanga ulishikwa kwa ajili ya kujilinda katika mashambulio ya maadui au kwa ajili ya kuleta amani. Lakini kulikuwa hakuna lengo la kuwalazimisha watu kwa kushika upanga. Amesema wale watu kwa kuwa Waislamu wanajua kitu hiki tu kwamba Islam inatakiwa isambazwe kwa kutumia upanga, wao hawajui kuhusu sifa za Islam, na kazi yao inafanana na kazi ya wanyama. Huzur anasema kwamba jibu hili, wale ambao wanaoleta shutuma dhidi ya Islam kwamba Islam inawalazimisha watu kwa ajili ya dini, jibu hili litatosha. Lakini wale ambao wana akili, wao wanajua tayari kwamba Islam inafedheheshwa bila kuwa na sababu yoyote, au inalaumiwa bila kuwa na sababu yoyote. Kama niliyosema, watu wengi wasomi, hata padri moja ambaye ni Mkristo, yeye pia alisema kwamba mafundisho haya yenye amani inatakiwa yasambazwe sana. Na kauli ya Sayyidina alayhi salatu wasalam inatimia kwa sababu ya hii watu wanaposema kwamba mafundisho haya mazuri ya Islam yanatakiwa yasambazwe. Sayyidina alayhi salam alisema kwamba wale ambao wanatafuta haki wao watafuata mafundisho haya. Lakini Huzuri anasema pamoja na hii
sayyidina alayhi salatu wasalam alitukumbusha sisi pia kwamba nyinyi mueleze sifa nzuri za islam, na sifa hizi zinaweza kuelezwa wakati sisi wenyewe tunajua. Kwa hiyo muongeze elimu yenu. Na ya pili alisema kwamba kwa sababu ya kwa vitendo vyenu muwavute watu pande wenu, muwe na vitendo vizuri ili kwa kuona amali zenu watu wavutike. Basi hili ni jukumu la kila mwanajumuiya, kwamba kwa ajili ya kueleza mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam wapate elimu ya Qur'ani tukufu, kisha kwa kuonyesha mifano mizuri wavute watu upande wao. Hii ndiyo ni elimu na amali ambayo katika zama hii, kwa kujiunga na sayyidina alayhi salatu wasalam kwa ajili ya kulinda Islam na Qur'ani tukufu, tunaweza kufanya kazi hii na tunaweza kuambia dunia kwamba ikiwa mnataka kuleta amani duniani mnaweza kuleta kwa kupitia Qur'ani tukufu tu. Na Mwenyezi Mungu ameeleza hali hii ndani ya Qur'ani tukufu hivi: waqalu inna tabi'il huda ma'aka nutakhattaf min arzina. Yani wao wanasema kwamba tukifuata mwongozo huu ulishuka juu yako, katika hali hii sisi tutafukuzwa katika nchi yetu. Basi shutuma haikuletwa dhidi ya Islam au hailetwi dhidi ya Islam kwamba Islam ni dini ya ugaidi, bali wao wale wanaoleta shutuma dhidi ya Islam ni wale watu wanaosema kwamba tukifuata mafundisho haya mataifa yatatuangamiza. Hazur anasema mafundisho ya Islam ni mafundisho ya udugu na usalama na amani. Ikiwa makundi kadhaa ya Waislamu hayafuati, hii ni bahati yao mbaya. Ingawa wao wanayo Qur'ani tukufu, lakini wao hawafuati mafundisho ya Qur'ani tukufu. Jinsi waliotakiwa walinde mafundisho ya Qur'ani tukufu hawakulinda, bali Qur'ani tukufu italindwa na sayyidina alayhi salatu wasalam na jumuiya yake. Basi tutawaambia watu kwa elimu yetu kwamba dunia haipo hatarini kwa sababu ya Islam, bali ni hatarini kwa sababu ya wale watu ambao ni dhidi ya Waislamu. Basi kama aliyosema sayyidina alayhi salatu wasalam katika maandiko haya niliyosoma kwamba hawa watu wanaofedhesha Islam wanaleta lawama na shutuma dhidi ya Islam, kwa hakika uongo wao unatia dunia hatarini. Hawa watu kwa ajili ya masilahi ya nafsi zao, kwa ajili ya kupata ushindi duniani, wameeneza ufisadi duniani. Katika ufisadi unayopatikana katika nchi za Islamu, hii ni kwa sababu ya nchi kubwa kubwa. Sasa mitambo ya kupaza sauti na watu wao wameanza kusema kwamba makundi haya ya magaidi yanayopatikana katika nchi za Waislamu yalianzishwa na serikali zetu. Wakati tuliwasaidia baada ya vita ya Iraq na wakati wa shida ya Syria, basi Huzur anasema kwamba wale ambao kwa kujiita Waislamu wanaleta ugaidi, mimi sisemi kwamba wao hawana makosa, lakini kwa ajili ya kuwasha moto huu serikali kubwa zimefanya kazi kubwa, na hii imetokea kwa sababu ya kutokufanya uadilifu. Siku hizi hakuna wakati ule ambao kama ikiwa imetolewa rai moja upande wa serikali kubwa na watu wamekubali, bali kila mmoja ambaye anatoa rai yake, ushauri wake kwa kutumia media, rai yake na ushauri wake unasambazwa. Hata siku hizi pia upande mmoja wanasema watamaliza magaidi na wanarusha mabomu juu yao, na upande mwingine wale ambao wanawasaidia katika sura ya silaha, wanawasaidia katika fedha,
na wao kwa kuwa na elimu kwamba nani anafanya kazi hii wamefunga macho yao. basi amani ya dunia na usalama wa dunia umeharibiwa si kwa sababu ya hawa magaidi, bali ni serikali kubwa kubwa pia zimefanya kazi hii, ambazo kwa sababu ya masilahi yao wanaona kwamba amani ya dunia ni kitu hakina thamani. Muislamu mkweli anajua kwamba Islam ni jina la salam. Mwenyezi Mungu anataka usalama kwa ajili ya viumbe vyake, na miongoni wa hawa waislamu ni Wahamadia tu ambao wanajua kitu hiki kwamba Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kusalimisha viumbe vyake na kwa ajili ya kusalimisha kuleta amani na usalama duniani ametoa amri kiasi gani na ametuongoza kiasi gani. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani tukufu hivi: وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون بها فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. wakati aliposema kwamba hawa watu hawataamini au hawaamini, Mwenyezi Mungu anasema kwamba uwasamee na uambie salamun, yani iwe salamu juu yenu, hivi karibuni watajua ukweli wa Islam ni nini. Basi haya ni mafundisho ya dini tukufu ya Islam, kwamba wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anapowaita watu kwenye Mwenyezi Mungu, watu wanakataa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, Mola wangu na waita upande wa usalama na amani, lakini hawa wanakataa. Bali si tu kwamba wanakataa, bali hawa ni watu ambao hawaamini, hawaelewi ujumbe wa usalama, bali hawaleti amani kwa ajili yangu, bali wanaharibu usalama wa Islamu. Mwenyezi Mungu anasema fasfa, yani uwasamee. Hawa watu hawajui na hawana akili, hawa ni wajinga, wanapata hasira kwa kusikia kauli yao. Waambie kwamba mimi nimeleta amani kwa ajili yenu na ujumbe wangu ni ujumbe wa amani na nitaendelea kusambaza ujumbe huu. Basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliambiwa na Mwenyezi Mungu hivi ndani ya Qur'ani tukufu kwamba kwa kuona hali hii ya wasiokuwa Waislamu na kwa sababu ya dhulma yao, uambie kwamba nimewaleteni ujumbe wa Islamu na nitaendelea kuwapatieni ujumbe wa usalama ili amani mpatikane duniani. Basi ikiwa kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni amri hii, kwa ajili ya Muislamu wa kawaida amri hii itakuwa muhimu kiasi gani? Ikiwa katika hali ya siku hizi tunaona hali hii, tunatakiwa tuendelee kusambaza ujumbe huu, na kazi yetu ni kufikisha ujumbe wa usalama na amani, kama alivyosema Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba ikiwa upanga ulishikwa kwa sababu upande wa Islam ulishikwa kwa ajili ya kuleta amani na usalama na haukushikwa kwa ajili ya kusambaza dhuluma, basi hii haiwezi kutokea, kwamba Qur'ani tukufu hata mara moja ilitoa amri hii kwamba wale ambao hawakubali kauli yenu dhidi yao, basi mushike upanga na muue mara moja.
basi ikiwa kundi lolote la waislamu au kiongozi yeyote wa Islamu anafanya kinyume na mafundisho ya dini tukufu ya Islam, na kwa kufanya hivi anasema wanaleta amani duniani, basi wao hawaelezi mafundisho sahihi ya Islam, bali ni masilahi ya nafsi zao wanayoeleza, au ni masilahi ya serikali kubwa kubwa ambazo zinatumia waislamu kwa ajili ya masilahi yao. Kisha wanaleta shutuma dhidi ya Islam kwamba mafundisho yake ni aina hii. Muislamu mkweli na mtumishi wa Mwenyezi Mungu, sifa yake iliyoelezwa na Mwenyezi Mungu ni hii: wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nani majahili wanapopigana nao, badala ya kupigana nao wanasema kwamba sisi tunafanya maombi ya usalama kwa ajili yenu. Basi haya ni mafundisho ya dini tukufu ya Islam, na haya ni mafundisho ambayo katika kila sehemu inatoa amri ya kuleta amani. Sisi kila mmoja wetu na hususan vijana wetu wanatakiwa wasivunjike moyo hata kidogo. Hii ni Islam, na ni Islam pekee ambayo inaweza kuwa dhamana ya amani na usalama duniani. Na haya ni mafundisho ya dini tukufu ya Islam ambayo yanatoa mafundisho ya amani na usalama duniani. Basi kila mmoja anatakiwa ajue kuhusu mafundisho haya, na kila mmoja anatakiwa afuate mafundisho haya, mfuate mafundisho haya kama aliyosema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba kwa amali zenu muthibitishe mbele ya dunia kwamba siku hizi kwa ajili ya kulinda Qur'an tukufu Mwenyezi Mungu ametujalia nafasi hii. Tafsiri sahihi ya Qur'an tukufu ni sawa sawa na kulinda Qur'an tukufu. Kwayo Mwenyezi Mungu alimtuma Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sisi kwa kutupatia nafasi kumpokea Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu ametuchagua sisi pia kwa ajili ya kazi hii. Basi kazi hii ya kusambaza mafundisho sahihi haya ya dini tukufu ya Islam ni jukumu la kila mwanajumuiya, na kwa ajili ya kutekeleza jukumu hili kila mwanajumuiya, awe kijana, msichana, kina mama, kina baba, anatakiwa afanye juhudi. Dunia siku hizi imesimama katika ukingo wa shimo la mangamio, na inaweza kutokea mara moja dunia iangukie. Katika hali kwa ajili ya kusalimisha dunia katika moto huu na kufanya juhudi kwa ajili ya kazi hii na kufanya kazi ya amani na usalama duniani ni jukumu la wanajumuiya, na ni wanajumuiya tu ambaye anaweza kufanya kazi hii. Kwa ajili yake hii wanajumuiya wanatakiwa wafanye juhudi, na kwa ajili ya kupata hali hii wanalazimika kujenga uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu. Wanatakiwa wainame mbele yake na wamche Mwenyezi Mungu na wawe na hofu ya Mwenyezi Mungu mioyoni mwao. Ndipo sisi na vizazi vyetu na tunaweza kupatia dunia hii amani na usalama. Kwa ajili ya hali ya aina hii Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba आग है पर आग से वो सब बचाए जाएंगे जो कि रखते हैं खुदा जुल अजायब से प्यार. Basi mujenge uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu, na inatakiwa uhusiano huu uimarishwe zaidi na tuzidi katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atuwezeshe tuweze kufanya hivi, na Mwenyezi Mungu aijalie akili ya dunia hii kwamba dunia iweze kusikia sauti ya Mwenyezi Mungu, na dunia iweze kurekebisha hali yake na isiangukie katika shimo la dunia, katika shimo la mangamio. Nazuri anasema baada ya swala nitaswalisha jeneza moja ambayo yuko hapa na jeneza mbili ni ghaibu. Jeneza ambayo yuko hapa ni ya bwana Inayatullah Ahmadi Saheb ambaye tarehe 9 wa Disemba alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
alikuwa mbashiri wa jumuiya kwa muda mrefu. baba yake alikuwa anaitwa Alabaksh Saheb ambaye alikuwa akiendesha kiwanda chake kiitwacho Alabaksh Rakim Press katika Qadian. bana Anayatullah Saheb alizaliwa katika mwaka 1920 katika mwezi wa Januari. Katika umri wa miaka 5 alikuja Qadian. Alisoma katika shule msingi Qadian. 1936 alimaliza masomo yake ya msingi. baadaye alijiunga na jeshi katika Afrika Mashariki mpaka 1946. baada ya kustaafu alitoa wakfu maisha yake. Julai 1946 alianza kazi yake kuwa mbashiri katika Afrika Mashariki mpaka Desember 1979 aliendelea kutoa huduma zake kwa kuwa mbashiri. kana alistaafu katika umri wa miaka 60. 1946 mpaka 73 miaka 23 alikuwa mbashiri katika nje ya Pakistan. miaka 4 katika Kenya na miaka 18 katika Tanzania alikuwa mbashiri. kisha mpaka alipostaafu katika Jang na Sialkot aliwahi kuwa mbashiri. marehemu alikuwa na mabinti 4 na watoto wa kiume 3. mtoto wake mmoja Habibullah Ahmadi. Sasa pia alipata nafasi ya kuitumikia jumuiya kwa muda fulani kwa kuwa wakfu. bana Anayatullah Ahmadi Saheb alipokuwa katika Tanzania, kule kazi ilipozidi 1946 khalifa wa pili kwa ajili ya kumsaidia Sheikh Mubarak Ahmad Saheb alituma wabashiri. katika wabashiri hawa alikuwa bana Anayatullah Saheb pia. bana Anayatullah Saheb alitoa huduma zake katika maeneo mbalimbali. vile vile wakati bana Sheikh Mubarak Saheb alipofasiri Qur'ani tukufu katika lugha ya Kiswahili, wakati ule halifa wa pili kwa ajili ya kumsaidia alimtuma bana Anayatullah Saheb na bana Jalaluddin Kamar Saheb ili hawa wawili wamsaidie katika tafsiri ya Qur'an tukufu. kwa hivi yeye alipata bahati ya kusaidia katika kazi ya tafsiri ya Qur'an tukufu katika Kiswahili. alipata bahati ya kuitumikia jumuiya kwa kuwa mbashiri mkuu katika Dar es Salaam kwa miaka 3. safari fulani alikuwa anaelekea msikitini kwa ajili ya kuongoza sala katika jumuiya ya Bangale. alikuwa anaenda kwa kutumia baiskeli. aliambiwa kwamba washukuwa na jumuiya wana mpango wa kuchoma msikiti, kwa hiyo wewe usiende Bangale. lakini bana Anayatullah Saheb akasema kwamba mimi lazima nitaenda kule. kwa hiyo alielekea na safari yake. alikuwa anaenda na baiskeli. njiani chief wa Bangale alikutana naye. alipomuona bana Anayatullah kwamba anaenda na baiskeli, akamkaribisha kwamba aje katika gari lake, lakini bana Anayatullah akasema mimi nipo sawa katika baiskeli. lakini chief aliposisitiza akakaa pamoja naye katika gari. kwa hiyo chief akamleta katika kijiji chake. njiani bana Anayatullah akamwambia chief kwamba watu wamefanya njama ya kuchoma msikiti. kwa kusikia hii chief akawaita watu wote, akasema huyu ni mgeni wetu, kwa hiyo mnalazimika kumtendea vizuri. mimi sitawaruhusuni kwamba muchome msikiti, na mimi nitamsaidia. na yeye alimkashirikia imamu pia, na akasema mimi nitasali swala nyuma ya bana Anayatullah. na wakati wa swala ulipowadia, chief alisala swala nyuma ya bana Anayatullah Saheb. bana Anayatullah Saheb alikuwa na athari nzuri juu katika maeneo yake, na alijenga uhusiano mzuri na watu na viongozi. Mwenyezi Mungu aiweke roho yake marehemu mahala pema, na Mwenyezi Mungu awajalie watoto wake pia wajenge uhusiano mzuri na uhalifa na jumuiya.
jeneza ya pili ni ya Maulwi Bashir Ahmad Saheb, darwesh wa Qadian. Katika umri ya miaka 87 alifariki katika tarehe 7 Desemba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maulwi Bashir Ahmad Saheb ameandika historia ya maisha yake katika gazeti la Al-Badr. Anaandika kuhusu historia yake kwamba bana Muhammad Ahmad Saheb alikuwa rafiki yangu, alikuja Qadian. Nilikuwa katika Dera Baba Nanak na nilikuwa natafuta kibarua. Bana Muhammad Ahmad Saheb akatuma ujumbe kwamba mimi nataka kuacha kazi yangu na nafanya sasa hivi, nataka kufanya kazi katika ofisi ya Al-Fazl, kwa hiyo ushike nafasi yangu hii. Wakati huo alikuwa si mwanajumuiya. 1946 anasema nilienda katika Qadian, nikaanza kufanya kazi katika nafasi ya bana Muhammad Ahmad Saheb. Nilipokuja Qadian nilikuwa sijui kuhusu Ahmadiyya. Nikamwambia rafiki yangu mmoja ambaye alikuwa si Muislamu kwamba niambie msikiti ambaye si msikiti wa Qadiani, siwezi kwenda katika msikiti wa Qadiani. Huyu rafiki yangu akanielekeza katika msikiti wa Aqsa. Nikaenda kule, nikaona ni msikiti mkubwa, watu wengine wanaswali sala, wengine wanasoma Qur'ani tukufu. Nikafurahi sana kwamba msikiti wetu ni mzuri sana. Kwa sasa mimi sitaenda katika msikiti wa Qadiani. Siku moja nikajua kumbe msikiti ule ni msikiti wa Ahmadiyya ya Qadiani. Anasema siku moja nikaenda katika msikiti wa Ahrari. Kwa kuona hali ya kule nikaamua kwamba nitaendelea kusali sala katika msikiti wa Aqsa. Pole pole alijenga urafiki na mwanajumuiya mmoja. Yeye akamwambia kuhusu jumuiya na akampatia kitabu kitwacho Tablighi Hidayat na vipeperushi. Kwa sababu ya hii anasema Mwenyezi Mungu alinijalia nikajiunga na jumuiya. 1947 wakati nchi zilipogawanyika kwa amri ya halifa wa pili, vijana walianza kuja Qadian kwa ajili ya ulinzi wa Qadian. Mimi pia nikatoa jina langu kwa ajili ya ulinzi wa makao makuu na jina langu lilikubaliwa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alinijalia nafasi ya kuwa darwesh wa Qadian. Anasema baada ya kufanya bayat, wazazi wangu na jamaa zangu walinikasirikia sana. Anasema wakati wa partition pia jamaa zangu waliniita kwamba mimi nijiunge nao, na walinieleza kusikitika kwamba nimejiunga na jumuiya, na mama yangu na baba yangu pia walikuwa nilia sana kwamba nijiunge nao. Sikuenda nao bali nilitanguliza dini juu ya dunia. Bali anasema kwamba macho yangu alikosa kuona kwa sababu ya kulia, lakini mimi nilitanguliza dini juu ya dunia. 1952 alioa binti wa Zuhuruddin Saheb. Ana watoto wawili, Mahmud Ahmad Saheb na Shoaib Ahmad Saheb. Shoaib Ahmad Saheb ametoa wakfu maisha yake ni Nazir Baitul Mal katika Qadian. Vile vile mke wake pia ametoa wakfu maisha yake. Marehemu kwa kuwa mbashiri wa kijiji alitoa huduma zake katika Maharashtra. Alikuwa na shauku sana ya mahubiri. Alikuwa akiandika juu ya kibao kwamba Imam Mahdi ameshafika ili watu wote wasome kisha apate nafasi ya kuwahubiri. Kisha alikuwa anaanza kuwahubiri. Vile vile katika ofisi mbalimbali pia alitoa huduma zake. Aliwahi kuwa manager akhbar Al-Badr pia. Vile vile katika langar khana na katika idara zingine pia alitoa huduma zake. Alijenga uhusiano mzuri na watu wengi na viongozi mbalimbali wa serikali, na watu hawa walikuwa wakimheshimu sana. Kwa kuwa kwamba alikuwa mzee, alikuwa akisali sala miskitini. Hata siku ambayo alifariki, sala ya dhuhuri na alasiri aliswali miskitini, na alikuwa akisimama katika sehemu ya zamani ya msikiti wa Mubarak. Alikuwa akipata ruya na alikuwa akifanya maombi sana. Alikuwa mtu mwenye bashasha sana. Vijana ambao ni wametoa wakfu maisha yao walikuwa wakikaa pamoja naye na walikuwa wakipata baraka kutoka kwake. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahali pema na awajalie watoto wake kwamba wawe warithi maombi yake na wema yake. Jeneza ya tatu ni ya Bi Kanta Begum Sahiba ambaye ni mwenyeji wa Orissa. Alikuwa mama wa Dr. Tarak Ahmad Sahib ambaye ni in charge wa Noor Hospital. Tarehe 16 Oktoba alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa mwanamke mzuri sana, mwenye subra sana na mwenye kumshukuru Mwenyezi Mungu, na alikuwa
wasaidia wanyonge na wenye dharura. Aliwapatia watoto wake elimu nzuri. Mume wake alikuwa akifanya kazi katika serikali, alikuwa akipata posho kidogo, lakini kwa kuwa na ahali alikuwa akiwasaidia watu walikuwa na mahitaji. Marehemu Bi Kanta Saba pia alimsaidia sana mume wake, hakuleta malalamiko yoyote. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema na ajalie mema yake yaendelee kupatikana katika watoto wake pia. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.